kufanya mambo ya ajabu tu. Hello? Chochote ambacho Mungu anakifanya, hafanyi mambo ambayo si ya ajabu. Mwaka huu sio ule mwaka ambao utakuja useme nina ushuhuda. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu amenipa uzima mpaka leo. Unajua tusidharau vitu vidogo vidogo Mungu anatufanyia. Wabejea yangu hapana. Mwaka huu ni mambo ya ajabu. Sio wananisikia. Kwa sababu hivi vinatokana na Mungu, they are wonders. Ni vya ajabu. Haleluya. Cha ajabu ni kitu ambacho ukiona unabaki mdomo wazi. Kwa sababu inakustaajabisha. Mungu mambo anayofanya ni ajabu. Maisha yako ukiangalia unasema ni ajabu kuhusiana na wewe. Haleluya. Kwa hiyo vitu kwenye maisha yako vina logo ya Mungu, ajabu, ajabu, wondrous things. Wondrous things. Haleluya. Sio maisha yako yatakuwa ya kawaida. Itakuwa ni ajabu. Haleluya. Sema nimejua maisha ya ajabu. Haleluya. Nimesema kwamba udhihirisho ni pale jambo linapowekwa wazi, jambo linapofunuliwa, jambo linapofanywa bayana. Amen. Ndio maana ya udhihirisho. Kwa hiyo mwaka huu utakuwa na ufunuo wa kweli. Kweli itakuwa bayana, sema amen. Mwaka huu utakuwa na ufunuo au udhihirisho wa wana wa Mungu, na wewe ukiwa mmoja wao. Haleluya. Utadhihirishwa kwenye ulimwengu wako. Ulimwengu huu utawaona wana wa Mungu mwaka huu. Sema amen. Sasa ili tuweze kuangalia kweli kuhusiana na udhihirisho wa wana wa Mungu, ni muhimu tukajenga uelewa hatua kwa hatua, mstari kwa mstari. Haleluya. Fundisho juu ya fundisho, darasa baada ya darasa. Amen. Ni muhimu ukaelewa tofauti kati ya kama inaweza kupunguza sauti. Haipunguzi sauti. Better. Ni muhimu tukaelewa tofauti kati ya ukweli na uhalisia. Neno la Kiingereza ambalo lingesema uhalisia ni neno ambalo linasema fact. Kuna tofauti kati ya kweli na fact. Hello? Kweli ni ya milele. Kweli ni ya milele. Lakini uhalisia ni wa kitambo tu. Hello? Kweli ni ya milele. Mtu anaweza akawa hana pesa mfukoni kwake. Sio kweli kama ni mwana wa Mungu. Ni uhalisia wa wakati huu. Kwa sababu baada ya muda fulani huo uhalisia unaweza kubadilika. Hello? Kweli haibadiliki kutokana na muda. Kweli ni ya milele. Facts au mambo ambayo ni halisi ni ya kitambo. Kweli haibadiliki kutokana na mtu au kutokana na eneo. Uhalisia au facts zinabadilika kutokana na mtu. Nitatoa mfano. Kwa mfano, unaweza ukawa na kiasi fulani cha fedha kwenye nchi fulani ukaitwa tajiri, lakini kwa kiasi hicho ukienda nchi nyingine ikibadilishwa ikawa kwenye fedha za nchi hiyo, ukawa hauwi tajiri tena kutokana na eneo ambalo upo. Kwa hiyo ule utajiri wa fedha yako uliokuwa kwenye nchi fulani umebadilika kwa sio utajiri kwa sababu ya nchi nyingine ambayo umeenda. Sio, unanielewa? Ni kwa sababu uhalisia unaweza kubadilika kutokana na mtu yuko wapi au unadili na nani. Lakini kweli ni kweli kwa mtu
yeyote. Kweli ni kweli kwa nchi au kwa eneo lolote. Sema nasikia. Kweli muhimu kutofautisha kati ya kweli na facts au uhalisia. Maana watu wengi hawajajifunza kuongea kweli, hawajajifunza kuona kweli. Wamefundishwa au kulelewa katika kuongea na kuona halisia ya maisha yao. Hello? Lakini kuna utofauti kati ya kweli na uhalisia. Sister Maria sasa hapa kwa mimi. Sasa hizo za Sister Maria. Haleluya. Sasa okay, kuna Maria ni Maria la senti nne. Haleluya. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya ukweli na uhalisia. Sema nasikia. Kweli ni neno la Mungu. Unajua tumezoea kusema nimemwona, ni kweli nimeiona. Nakwambia ni kweli kwa sababu tunaita kweli vitu ambavyo tumeviona, si ndio? Lakini mimi na wewe tunajua kwamba kuna vitu ambavyo tumeviona lakini havikuwa kweli, si ndio? Hello? Tuliviona kwa macho yetu lakini havikuwa kweli. Kwa hiyo ukweli hauamuliwi na ulichokiona au ulichokisikia. Ukweli ni neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu halibadiliki. Linafanya kazi hivyo hivyo kwa kila mtu, kwenye kila eneo na kwenye kila majira. Uhalisia unaweza kubadilika na majira, lakini kweli haibadilishwi na majira. Sema nasikia. Haleluya. Kitabu cha Yohana 17:17 inasema kwamba watakase na neno lako. Ndio. Watakase na ile kweli. Na anasema neno lako ndilo kweli. Kwa hiyo neno la Mungu ndio ukweli ambao tunauongelea. Kwa hiyo unaposema kwamba mimi ni tajiri, hauongelei kiasi cha fedha kwenye akaunti yako, hauongelei fedha za Kitanzania ulizonazo. Unaongelea utajiri ulionao katika Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Usioelezeka, usiochunguzika wala kupimika. Na kweli ya neno la Mungu kuhusiana na hilo haibadiliki. Haleluya. Neno la Mungu ndio kweli. Kwa hiyo pengine unaweza ukawa uko hapa mahali asubuhi ya leo, pengine una maumivu kwenye mwili wako. Nataka nikwambie sio kweli. Ni uhalisia tu wa mwili wako. Amen. Amen. Lakini kuna kweli ya Mungu kuhusiana na wewe. Kwamba una uzima wa Mungu ndani yako, sema amen. Amen. Kwamba wewe ni mwana wa Mungu, sema amina. Kuna kweli kuhusiana na wewe inayosema kwamba hautakufa bali utaishi na utasimulia wema wa Bwana. Kuna kweli kuhusiana na wewe ambayo inasema kwamba siku zako ni kama nuru ing'aayo ikizidi sana kung'aa hata mchana mtimilifu. Wakati anakusema kwamba utakuwaje wewe mwaka huu utazidi sana kung'aa. Haleluya. Hautaongea kutokana na uhalisia wa maisha yako. Kwa mwaka huu mimi mwaka huu mambo yaeleweki duniani. Mungu asaidie. Hapana. Utakiri, utaongea, utaona na kuwaza sawasawa na kweli na sio sawasawa na uhalisia kwenye maisha. Sema nasikia. Haleluya. Kwa neno la Mungu ndio kweli. Kuna kitu muhimu ambacho mtu wa Mungu Kristo atuambia kwenye ibada ya kesha mwaka mpya, namna gani ukweli au kweli inadhihirika. Namna ambavyo kweli inadhihirika. Nitasoma kitu ambacho atuambia. Alisema kwamba wengi hupitia udhihirisho wa roho kupitia karama za roho zilizoorodheshwa katika Biblia, lakini si wengi waliozoea au kuonja kile kinachoitwa udhihirisho wa kweli. Kwa hiyo kuna baadhi ambao wameona udhihirisho wa neno, wa karama za roho,
lakini sio wote ambao wana udhihirisho. Kwamba amesimama nyuma, kuna siti hapa mbele. Sasa hiyo siti, kuna siti hapa. Na kuna siti mwisho kule. Haleluya. Sio wengi ambao wana udhihirisho wa kweli. Mtoto wa Mungu anatuambia kwamba udhihirisho wa kweli, nasema huu ni uthibitisho wa uhalisia wa Mungu. Udhibitisho, andika udhihirisho wa kweli. Andika kama darasani. Udhihirisho wa kweli ni uthibitisho wa uhalisia wa Mungu. Unaposema kweli Mungu yupo, kwamba hichi kitu kimethibitisha uhalisia wa Mungu, ndio udhihirisho wa kweli. Haleluya. Anasema mtu Mungu asema kweli hizi ni lazima ziwe ufunuo wa roho yako. Ni lazima ziishi ndani yako. Haleluya. Lazima ziishi ndani yako kiasi kwamba unapodhihirika, unapotokea ni kweli imetokea. Sema amen. Haleluya. Kama umekuja na maumivu asubuhi ya leo kwa sababu umekutana na wana wa Mungu hapa, hautaondoka na maumivu yako. Sema amen. Haleluya. Hautaondoka na maumivu yako. By the time namaliza kuongea, maumivu ya mguu wa kulia yatakuwa yamenyamaza. Haleluya. Utakuwa na maumivu ya mguu wa kulia kuanzia kwenye goti lako kwenda chini. Haleluya. Jambo la kwanza la kuangalia, tumezaliwa na kweli. Andika, imezaliwa na kweli. We are born of truth. Kwa sababu tumezaliwa na neno la Mungu. Tumeshatambua kwamba neno la Mungu ndio kweli, na neno la Mungu ndilo ambalo limetuzaa. Usoma katika Petro wa kwanza 1:23. Petro wa kwanza 1:23 inasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Haleluya. Tumezaliwa kwa neno la Mungu. Tumezaliwa kwa neno la Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu, nikwambie. Future ya embe haiko kwenye siku zijazo za embe. Future, na kwa future neno la Kiswahili mustakabali, nadhani ni ngumu kuliko hata Kiingereza. Na sidhani kama watu wengi wanatumia neno mustakabali au future Kiingereza. Siku zijazo. Future za embe au tunda lolote haziko kwenye wakati ujao wa tunda hilo. Iko ndani ya hilo tunda lenyewe. Sio, unanielewa? Utukufu wa embe hauko kwenye siku zijazo, hauko kwenye one day yes. Hapana, uko ndani ya hilo tunda lenyewe. Sema kila ninachohitaji kwa ajili ya maisha ya utukufu iko ndani yangu. Kila ninachohitaji kwa ajili ya maisha ya utukufu viko ndani yangu. Haleluya. Unapopanda mbegu ya embe, hauleti matawi, hauleti majani, hauleti maembe. Kila kinachohitajika kuhusiana na embe kiko kwenye mbegu ya embe. Hello? Na kila kinachohitajika kwenye maisha yako kiko ndani ya mbegu ambayo imekuzaa wewe. Na hiyo mbegu inaitwa ni mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu. Sema amen. Umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, neno la Mungu. Haleluya. Sema mimi ni mtoto wa kweli. Sema nimezaliwa na kweli. Kwa hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, mbali kwamba tumezaliwa na kweli ya Mungu, tumeitiwa kutembea katika hiyo. Tumeitiwa kutembea katika kweli. Tunatembea katika kweli. Kitabu cha Yohana, barua ya 3 ya Yohana, waraka wa 3 wa Yohana 1:4 inasema, sina furaha iliyo kuu kuliko hii. Yohana anaongea
na kanisa. Anasema kusikia kwamba watoto wangu wa Christ Embassy Kawe wanakwenda katika kweli. Haleluya. Wanatembea katika, sema natembea katika kweli. Sema mwaka huu ninatembea katika kweli. Sema tena mwaka huu ninatembea katika kweli. Ninaidhihirisha kweli. Haleluya. Pengine uhalisia unaweza kuwa labda mwaka huu uchumi uko hivi uko vile, lakini kweli ni kwamba uko ndani ya Kristo ambapo utajiri wake uchunguziki. Sema amen. Kwa hiyo hautatembea sawa sawa na utajiri wa Tanzania, bali sawa sawa na utajiri ulioko ndani ya Kristo. Sema nasikia. Haleluya. Kwa sababu huu mwaka unatembea katika kweli. Kweli kuhusiana na afya yako, kweli kuhusiana na uchumi wako, kweli kuhusiana na ndoa yako, kweli kuhusiana na kazi za mikono yako, kweli kuhusiana na watoto wako, kweli kuhusiana na kila eneo la maisha yako. Sema amen. Na kusudi ya somo la leo, nataka tusaidiane kuelewa namna ya kutembea katika hii kweli. Sema amen. Haleluya. Unatembeaje katika kweli? Jambo la kwanza, namna ya kutembea katika kweli ni kutambua ulichonacho, kwa sababu udhihirisho maana yake jambo lipo tayari. Narudia tena, haudhihirishi kitu ambacho hakipo. Udhihirisho ni kwa ajili ya jambo ambalo tayari lipo. Unajua, kwa baadhi ya watoto wa Mungu wengi wameishi maisha ya kuhisi na kuwaza uhitaji, wakiongea na Mungu, Baba uniguse, Baba unitembelee. Inaonyesha kwenye maneno yao, yanaonyesha namna ambavyo roho zao zimekuwa programmed, namna ya kuwaza na kuona na kutenda. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anasema mwaka huu Mungu atanionekania, mwaka huu Bwana atatenda, mwaka huu. Ukiangalia namna hiyo ya kuongea, inaonyesha kwa mtu ambaye hajaelewa kweli, inaonyesha kama unyenyekevu, inaonyesha imani, lakini mara nyingi ni picha ya uhaba wa kweli kwenye mioyo ya watu. Sikiliza mtu, Ukristo unahusiana na mambo mawili. Andika, Ukristo unahusiana na mambo mawili: kutambua ulichonacho, moja, na kukifanyia kazi, pili. Basi haihusiani na Mungu kukufanyia kitu chochote, kwa sababu katika Kristo umeshafanyiwa kila kitu. Katika Kristo una kila kitu. Ukiangalia Kolosai 2:10 anasema sisi ni wakamilifu ndani yake. Wakamilifu ndani yake. Wakorintho 3:21 inasema kwamba tuna kila kitu ndani ya Kristo. Kwa vitu vyote ni vyetu, vya sasa na vijavyo, ulimwengu, uzima, mauti, Paulo, Apollos, mambo ya sasa na yajayo. Maandiko yanasema kwamba vitu vyote ni vyetu. Kwa hiyo ndani ya Kristo, sikiliza, ni muhimu mwaka huu ukaanza kuwaza sawa sawa na kweli. Kwa hiyo nimesema namna gani unadhihirisha kweli? Kwanza ni kwa kutambua kweli na kutambua mambo mema yaliyoko ndani yako. Lazima uanze kuyatambua. Ndio maana Filemoni 1:6 akasema kwamba imani ifanye kazi, ushirika wa imani yetu ufanye kazi kwa ujuzi wa mema yaliyoko ndani yetu katika Kristo. Filemoni 1:6. Haleluya. Inasema ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu. Mara nyingi watu wamejaa ujuzi wa mambo yasiyo mema kuhusiana na wao. Hawajajaa ujuzi wa mema yaliyoko ndani yao. Sema kuna mema ndani yao. Sema nimejaa mema ndani yao. Na tutayaona leo. Sema amen.
Wow. Zaburi ya 78 mstari wa 41. Zaburi ya 78 inasema, wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli, kwamba hao watu walimwekea vizingiti Mungu, walimwekea Mungu mipaka. Kwa hiyo kuna uwezekano wa mwanadamu kumwekea Mungu mipaka kwenye maisha yake, na kitu ambacho kinaleta mipaka au kinamwekea Mungu mipaka ni kutokuamini kwa mtu, unbelief, kutokuamini kwa mtu. Na nitakuonyesha namna ambayo inafanya kazi. Unapokuwa hauoni sawa sawa na kweli, unamwekea Mungu mipaka. Namna unavyoona inamwekea Mungu mipaka. Watu wanaweza wakawa wanaomba wote sawa, wanaweza wakawa wanaenda kanisani wote sawa, wanaweza wakawa wanatoa fungu la 10 wote sawa, wanatoa sadaka wote sawa. Utofauti wa maisha yao utatokana na mipaka waliomwekea Mungu. Na mipaka unamwekea Mungu kutokana na maono yako. Ndio maana Mungu akaongea na Abraham akamwambia, kadiri macho yako yaonavyo nimekupa wewe na uzao wako, as far as your eyes can see. Ndio maana mara nyingi wanawaambia kwamba maono yako ni mipaka ya baraka ya Mungu kwenye maisha yako. Namna unavyoona ni mipaka ya udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo anasema hao wana wa Israeli walimwekea mipaka Mungu. Haleluya. Inapoanza sema hakuna mipaka kwenye namna ninavyoona. Hakuna mipaka kwenye namna ninavyowaza. Haleluya. Sema ninawaza neno la Mungu. Ninaona neno la Mungu kila wakati, kila majira. Ngoja nikuonyeshe kitu. Nataka nikuonyeshe kitu ambacho sisi. Wakorintho wa kwanza 2, Wakorintho wa kwanza wa pili actually. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 16. Tunaanza sasa kukupa picha uelewe kile ambacho tunakiangalia leo. Anasema hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Haleluya. Amen. Unakuwa kaka nani au kaka ni engineer, huyu kaka nani, huyu kaka ni bishi, huyu kaka nani, huyu kaka ni mlinzi, huyu dada nani, huyu dada ni mfanyabiashara, huyu dada ni ametokea Kawe, huyu dada ni hivi, huyu dada ni vile. Anasema tangu sasa hatumtambui mtu kwa namna ya mwili tena. Hello. Hatumtambui mtu kwa namna ya mwili. Kwa hiyo cha kwanza ambacho nataka tusaidiane leo, lazima umuone au ujione wewe wa kweli. You must see the true you. Andika hiyo. Lazima ujione wewe wa kweli. Maana kuna wewe wa uongo na wewe wa kweli. Wewe wa uongo ni wewe unayejiona kwa namna ya mwili. Wewe wa kweli ni wewe unayejiona kwa kupitia lens ya neno la Mungu. Lazima ujione namna ulivyo katika kweli ya neno la Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Tai ambaye amelelewa na kuku anaweza akajiona kama kuku, lakini maono alionayo si ya kweli, kwa sababu ameangalia mazingira yake akaamua uhalisia wake. Hello. Unaweza kuwa umeishi na wanadamu muda mrefu sana, kiasi kwamba ukadhani kwamba wewe ni mwanadamu, ukasahau kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Ndio maana Roho wa Mungu kupitia Paulo akasema tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Sawa? Mstari wa 17 anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sikiliza, hasemi mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa mtu mpya, amekuwa kiumbe kipya. Ngoja nikusaidie maana hiyo unielewe vizuri. Pengine umekaa sehemu usiku ukaona kitu kimepita. Sawa? Kitu kikubwa kimepita. Ukauliza ukasema kuna kitu kimepita. Utauliza nini? Kwa sababu kama ni kitu kinachofanana na mtu, utasema kitu, sema kuna mtu amepita, si ndio? Hata kama hujamwona, sema kuna mtu amepita. Lakini kama ni kitu ambacho hujawahi kukiona, sema kuna kitu kimepita.
ni nini? Kilicho kiumbe sije kukiona. Kuna sikielewi, lakini mtu anaweza kuja na kuambia labda kina hivi, kiko hivi. Hello? Kwa hiyo Paulo kupitia Roho wa Mungu anasema mtu akiwa ndani ya Kristo alipomwangalia akasema ni mtu mpya, akasema ni kiumbe. Haleluya! Kwamba ni aina mpya ya uumbaji. Sema amen. Na ninapoongelea hiyo mtu siongelei mashauri yako na mwili wako, naongelea roho yako, kwa sababu hichi ninachokiona ni nyumba yako tu. Hii ninayoiona ni suti yako tu. Uhalisia wewe ni mtu wa ndani. Sema amen. Anasema wewe mtu wa ndani ni kiumbe kipya. Sikiliza, anasema tazama. Umuhimu ni huu, lazima uanze kutazama. Maana ukiwa kiumbe kipya lakini usipotazama, usipoanza kuona, utaishi kama mwanadamu wa asili. Anasema tazama, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Sio? Na yote yamekuwa nini? Mapya. Mstari 18. Tasoma sehemu ya mwanzo. Anasema haya yote yanatokana na Mungu. Anasema haya mambo mapya ambayo yamekuja kwa kiumbe kipya yanatokana na nani? Kwa hiyo ina maana kwenye maisha yako, mambo yako tukiangalia yana sahihi ya Mungu. Haleluya. Yana signature, yana muhuri kwamba haya ni nini? Mungu. Haleluya. Amen. Hello. Unajua unaweza usipate shauku usiponielewa na kusema kwamba mambo yako yanatokana na Mungu. Ngoja nikuonyeshe na maanisha nini. Maisha yako, kila kitu kinachokuja kwako, afya yako, pesa zako, utajiri wako, ndoa yako, watoto wako, chochote kinachokuja kwako kina signature, kina sahihi Mungu. Haleluya. Unajua sikiliza nikwambie. Huu mwaka utakuwa na vitu vya ajabu. Sema amen. Utakuwa na vitu vya ajabu. Sema amina. Ngoja nikuonyeshe. Cha kwanza, mambo yanayotokana na Mungu ni matimilifu. Amen. Haya. Ni matimilifu. Yakobo 1:17. Ni matimilifu, ni perfect. Kwa hiyo tunapoongelea afya yako ni timilifu. Yes. Sema maisha yangu yana utimilifu. Sema kila kitu kwenye maisha yangu kina utimilifu. Kwa hiyo ina maana tunapoongelea chochote kuhusiana na wewe katika Kristo, it is perfect. Hello. Pengine umesikia wakati katika Kristo wako unaambiwa ndio umezaliwa mara ya pili, lakini kuna roho za ukoo. Vitu vinavyofuata sio roho za ukoo. Kuna mambo ya unasema yote yanatokana na nani? Na Mungu. Na unaposikiliza, unajua, sikiliza vizuri. Kuna kitu kinaitwa brand kwenye biashara. Brand. Sawa? Ukinunua kitu cha brand fulani na cha brand fulani vina utofauti, si ndio? Nakumbuka kipindi cha nyuma, sijui sasa hivi kama hiyo hali ipo, kulikuwa kuna aina ya simu. Mtu ukipiga picha na hiyo simu hata kubali hiyo picha ipostiwe, kwa sababu hiyo simu ilikuwa ina namna ya kukufanya muonekane. Haleluya. Hello. Kuna namna hiyo simu ikikupigia unasema hapana, kutokana na hiyo brand ya simu. Lakini kuna brand nyingine ya simu, hata kama ilikuwa sio yako hiyo simu, ukimkuta rafiki yako mwenye nayo unaomba akupige picha. Haleluya. Alafu unaomba akutumie, inachukua wiki kutumia hizo picha. Sio kama unanisikia? Tofauti hizi simu ni brand. Kwamba brand hii ni nzuri zaidi kuliko brand nyingine. Kuna brand ambayo inaitwa God brand. Ni brand ya Mungu. Wewe ni brand ya Mungu. Na maana maandiko akasema sisi ni kazi za mikono yako. Efeso 2:10. Anasema we are the workmanship of God. Kwamba sisi ni kazi ya mikono yake. Sisi ni kazi ya mikono yake. Kwa hiyo kama ambavyo unanunua simu unakuta ina logo ya Apple. Hello. Unakuta nyingine ina logo ya Samsung, sio?
nyingine ina logo nyingine. Haleluya kwa ajili ya Yesu. So maisha yako, mtu akikutana na wewe katika Kristo, akikuangalia na kutana kuna logo ya Kristo ndani yako. Na hii logo inahusiana na vitu ambavyo vimezaliwa na Kristo, vitu ambavyo viko ndani ya Kristo. They are perfect. Vina utimilifu. Sema na utimilifu. Sema kila kitu kwenye maisha yako kina utimilifu. Sikiliza, Yakobo 1:17 nilisema. Anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili. Kilicho kamili. Haleluya. It is perfect. Ukitaka kujua kwamba hichi kitu ni Mungu kafanya, it is perfect. Ni kamili. Haleluya. Kwa hiyo kutoka hapa utaongeaje kusema na ndoa yako, sema haleluya, asante Bwana sababu ndoa yangu ni kamili. Amen. Roho anataka akasema kweli ndoa yangu inatokana na Mungu, haina ukamilifu kabisa. Yaani mwalimu anaongea ndoa kama na Mungu. Watoto wako nini? Kamili, perfect. Katoka. No, he's perfect. She's perfect. Ni mkamilifu. Hallelujah. Perfect. Afanani na babu yake, hana mdomo wa shangazi wake. Amen. He's perfect. Hallelujah. Sema maisha yako na kila kilichoko kwenye maisha yako kina ukamilifu, kinatokana na Mungu, kina sahihi ya Mungu. Jambo la pili, kuhusiana na vitu ambavyo vinatokana na Mungu, vitu vinavyotokana na Mungu vinaitwa vina maajabu au ni vya miujiza. Sikiliza, Zaburi 72:18. Kwa sababu Mungu lazima udhihirishe kweli. Zaburi ya 72:18. Inasema na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, atendaye miujiza yeye peke yake. Sawa? Basi Kiswahili kinasema atendaye miujiza yeye peke yake. Kiingereza kisemi atendaye miujiza. Hapo inasema kwamba yeye ambaye peke yake hutenda mambo ya ajabu. Hutenda mambo ya ajabu. Kiingereza kisemi yeye peke yake hutenda mambo ya ajabu. Kiingereza anasema who only does wondrous things. Maana yake ni kwamba yeye ambaye hufanya mambo ya ajabu tu. Hello? Chochote ambacho Mungu anakifanya, hafanyi mambo ambayo si ya ajabu. Ukitaka kujua kitu ni cha Mungu na kutana cha ajabu. Haleluya. Mwaka huu sio ule mwaka ambao utakuja useme nina ushuhuda. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Napenda kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu amenipa uzima mpaka leo. Unajua tusidharau vitu vidogo Mungu anatufanyia. Wabejea yangu hapana. Mwaka huu ni mambo ya ajabu. Sio wananisikia. Kwa sababu hivi vinatokana na Mungu, they are wondrous. Ni vya ajabu. Haleluya. Ngoja nikueleweshe maana ya ajabu. Watu wengi hawajakutana na hivi. Kwa naongea na mtu nikamwambia umeona kitu cha ajabu leo, akaniambia ndio. Nikamwambia umeona nini? Akatoa macho. Nikamwambia uliona kitu cha ajabu leo. Kitu cha ajabu ni kitu ambacho ukikiona unabaki mdomo wazi. Kwa sababu ni just kinakustaajabisha. Hello? Ngoja nikuulize, wewe ni mama, una mtoto wa kiume miaka 15. Akirudi na Range Rover nyumbani ndio jambo la ajabu. Haleluya. Ni jambo la ajabu. Haleluya. Mume wako ambaye unakutanga anakutumia vitu vya kawaida, alafu siku ukaona simu yako ile imethibitishwa. Ukakuta namba zile sifuri ukazihesabu, unaona mbona haziishi. Sasa mume wako ametekwa au amejiua. Kwa sababu ni ajabu. Haleluya. Mungu anaomba
ajabu. Maisha yako watu wakiangalia wanasema ni ajabu kuhusiana na wewe. Haleluya. Kwa hiyo vitu kwenye maisha yako vina logo ya Mungu, ajabu, wondrous things. Wondrous things. Haleluya. Sio maisha yako yatakuwa ya kawaida. Itakuwa ni ajabu. Haleluya. Sema nimeitoa maisha ya ajabu. Nimeitoa maisha ya ajabu. Haleluya. Vitu vinavyotokana na Mungu ni vitu vya ajabu. Sio vya kawaida. Pesa zako ni za nini? Za ajabu. Ndoa yako ni ya nini? Ya ajabu. Haleluya. Glory to God. Haleluya. Wow. Watu umeona wanasema au unaona wanashikana mikono nini? Ndio changa hapo miaka 5. Ndani ya miaka 5 nakuta sio mnashikana mikono tu mnabebana njiani, sema amina. Kwa sababu ndoa yako ni ya ajabu. Glory to God. Wanasema hizi hela za mapema zinadumu sasa. Leba kata haya. Haleluya. Wanahitaji wanunulie na sofa kabisa wakae waangalie. Wapate na popcorn. Haleluya. Wapate na soda au vinywaji vyote kwa sababu it's gonna be a long watch. Kwa sababu maisha yako ni ajabu. Haleluya. Nilikuwa naongea na mtu jana nikamwambia ni sali moja kabla ya Yusufu kuwa waziri mkuu alikuwa ni mfungwa. Ni sali moja kabla ya waziri mkuu alikuwa ni mfungwa. Hakutoka kuwa waziri mkuu akawa huru, akapata kazi kidogo, akawa mjumbe. Hiyo mjumbe pale ndio akawa diwani. Sababu mtu anaenda na mali anaenda. Diwani ndio gani rasmi? Shini ya wilaya. Hapa Mungu ana. No! Ufungwa today, tomorrow balasete bakaya. Haleluya. Watu waliokaa huko ndani wataitikisa nchi kwa mambo ya ajabu. Si kama wananisikia. Haleluya. Leo umekuja na bajaji Jumapili ijayo kwa sababu maisha yako yana vitu vya ajabu. Sikiliza nikwambie, na mambo ya ajabu yanapokuja kwenye maisha yako, yapokee, unastahili, you deserve them. Unajua watu kwenye maisha yao, kwenye moyo wao hawadhani kama wanastahili. Hata wakiongezwa mshahara $100 tu wanaambia, no. Utapokea vitu vya ajabu this year. Utatoka kwenye kazi na ulipe kiasi hichi, utaenda kwenye kulipa mara 10 na utarelax. Haleluya. Sikiliza, Mungu anakuandaa ili nikija uwe na composure. Haleluya. Uwe na composure. Baka ya tahani. Hello. Naona waajiri wa kazi hapa ndani. Naona watu watawaajiri watu wengi huko ndani. Sikiliza, mwingine umeajiriwa leo mshahara unachelewa, maisha yako ni ajabu. Maandiko yanasema kama upepo uvumavyo au unapotoka wala unapoelekea, ndivyo walivyo wao waliozaliwa na Roho. Leo umeajiriwa ueleweke, kesho ni boss, ni madamu, sema amen. Haleluya. Bakata haya. Kwa sababu maisha yako yana brand ya Mungu, ni ajabu. Ni ajabu. Watoto wako ni waajabu. Haleluya. Usiwaangalie kusema mtoto wako katuka na mdomo. No. Na watoto wa ajabu. Mtoto ni perfect. Yes. Mtoto ni mtu anamsikia, anajua uelewe kwa sababu mtoto ni waajabu. Wonderful. Haleluya. Amen. Una mume wako uelewe sio sababu mume wangu ni kichomi, hapana, sababu wangu ni waajabu. Haleluya. Say ya sawa nasikia. Haleluya. Brand ya Mungu ni wondrous things, mambo ya ajabu. Haleluya. Oh God. Sema nasikia. Malekete bahaya ya. Sema kuna sahihi ya Mungu kwenye maisha yangu. Nataka nikuonyeshe namna ya kwanza ya kudhihirisha kweli, lazima uione, lazima uitambue. Na namna ya pili ni kupitia kuongea. Kitabu cha Mathayo 2:34. Nataka nikueleweshe kitu ambacho kitakusaidia. Unavyoongea, maneno ni vyombo vya usafiri vinavyohamisha mambo kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa mwili. Kama unaandika hiyo. When you speak, maneno ni chombo cha usafiri kinachohamisha mambo kutoka kwenye ulimwengu wa roho kuja kwenye ulimwengu wa nini? Wa mwili.
Maneno ni kama unapoingiza ATM card kwenye mashine na kuandika 500,000 au milioni 10. Milioni 10 hatuwezi kufikisha milioni 1 kwa milioni 1. Ndio? Ukiweka kadi ukaweka milioni 1, hayo ndio maneno. Ile kadi unapoiweka, ile kadi sio hela. Ile kadi ni chombo cha usafiri kinachoweza kuhamisha pesa kutoka zilipo kuja kwako. Au unapotuma hela kupitia simu yako ukasema natuma milioni 2. Yale maelekezo unayoyatoa ya kutuma milioni 2, yale ndio maneno. Sema nasikia. Kwa hiyo maneno yanabeba halisia za roho. Kwa hiyo kama halisia za roho hazipo, maneno hawezi kubeba. Ndio maana ukienda ATM ukasema natoa milioni 1 na akaunti yako haina salio, ATM itakwambia kitu sana. Au kutuma kwa simu yako na itakujibu itakwambia kitu sio. Anasema kwamba enyi uzao wa nyoka, achana na hiyo kitu, kwa sababu hamna mtu anaiona hapa. Sema nani? Mnawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Anasema maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Anasema moyo wa mtu ni kama bank account ya mtu, kama hazina ya mtu, na maneno yake ni namna ambavyo hizo hazina za ndani ya moyo wake zinavyotoka. Maneno ya mtu huyanena yale ya ujazayo, sio? Sema nimejaa kweli ndani yangu. Sema tena nimejaa kweli ndani yangu. Na nataka unisikie. Siongelee kwamba mwaka huu uweke kweli ndani yako. Nisikilize vizuri. Unaposoma neno la Mungu, hausomi neno la Mungu ili upokee vitu. Unasoma neno la Mungu ili likuonyeshe vitu ambavyo tayari unavyo. Narudia tena. Unaposoma neno la Mungu, hausomi ili upokee chochote, kwa sababu wewe ni mzao wa neno, umezaliwa na neno. Hilo neno unalolisoma wewe umezaliwa kwa mbegu yake. Kwa hiyo unapoenda kusoma neno ni kama kioo, unaona vile ulivyo kwenye neno, kile ulicho nacho ndani. Haleluya. Na unapoanza kukitamka ni namna ambayo unakitoa au unayatoa yale yaliyomo ndani yako kuja kwenye ulimwengu wako. Sema nasi. Anasema mstari wa 3 anasema mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Kwa hiyo kwa maneno yako unatoa vitu ndani. Kwa maneno yako unatoa vitu ndani. Mwaka huu utatoa vitu vya namna gani? Neema. Kuna mtu msikia sema vya ajabu. Mwaka huu unatoa mambo ya ajabu. Sema amen. Haleluya. Sema mwaka huu unatoa mambo ya ajabu. Sema mwaka huu unatoa mambo ya ajabu. Kwa sababu lazima ujue kwamba wewe, anasema Mungu anafanya vitu vya ajabu tu. Anafanya mambo ya ajabu tu. Anafanya mambo makamilifu tu. Anasema kila kitolewacho kilicho kamili kinatoka kwa Baba wa mianga, ambaye kwake hakuna kifundi cha kugeuka. Sema nasikia. Mungu unatoa vitu vikamilifu. Unatoa vitu vya ajabu. Haleluya. Nataka maono yako yaanze kubadilika. Nataka uanze kusikiliza. Nataka uanze kuona tofauti. Usianze kuona kwamba mwaka huu ukaanza kuona vitu. Nisikilize. Siri ni kuona. Lazima uanze kuona. Hello? Lazima uanze kuona. Unajua kuna watu wengi ambao wanapata shida kuona kwa sababu hawaoni. Hapo sasa utaanza kuona. Na kuona sio kwamba Mungu nisaidie kuona. Anza kuona zile picha. Nasikia? Anza kuona picha ya kile ambacho Mungu anasema kuhusiana na wewe. Amen. Mungu anasema anayofanya ni mambo ya ajabu. Kwa hiyo unaingia kwenye pesa zako, unasema hivi pesa zangu kiasi gani kitakuwa cha ajabu. Haleluya. Ukishakipata kile kiasi cha ajabu unaweza kukaa chini kabla hata kuomba, kwanza unataka kukiona. Unakiona kwanza. Malengo toka. Rete tena. Unakiona au kwenye maombi huko kwenye unaona tu kwanza. Kuna na mara kwanza unaanza kuona moyo wako utakuwa unakataa. Maana ukiona wewe unashtuka. Sawa? Akiapa anakwambia wewe upate hiyo hela utatoa. Sikia.
Unaposahau utapataje? Swala la hapo achana nalo. Sawa? Wewe ona. Ukianza kuona hizo picha. Anza kuona hizo picha. Sikiliza. Hizo picha ziko ndani yako. Ni kama mtu ambaye amebeba ujauzito. Sio unanielewa? Ujauzito una namna ya kwenye maisha ya mtu. Ndani ya mwezi wa kwanza kama hatujui hivi. Mwezi wa pili hatujui hivi. Mwezi wa tatu mbona kwa unanenepa hivi? Mwezi wa nne unene mbona hauko proportional? Haleluya. Hello? Mwezi wa sita tunasema Bwana ametenda maajabu. Mambo ya maisha yako, hiyo picha unavyoiona itazidi kukutawala. Kila jinsi unavyozidi kuiona inazidi kukutawala. Haleluya. Inazidi kukutawala. Namna unavyowaza, namna unavyofikiri, namna unavyochagua marafiki itaanza kuathiriwa na picha unayoiona. Kama ilivyo ujauzito katika mwili, hii picha itafika wakati itakuwa kubwa mno ndani yako. Haitaweza kubaki ndani yako tena, itatoka. Haleluya. Usisubiri miujiza itokee, itengeneze. Nakupa namna ya kutengeneza miujiza. Unatengeneza miujiza kwa kuanza kuiona. Unaiona mpaka hayo maono yanafika sehemu maono yakianza kukutawala unakuwa kama umechanganyikiwa. Unaelewa? Kwa sababu hauongei tena kutokana na uhalisia, unaongea kutokana na kweli ambayo unaiona ndani. Haleluya. Unaona utajiri ndani, unaona ukuu ndani, unaiona heshima ndani. Hiyo picha unaiona tena na tena. Sikiliza, na usione picha ya ndani kutokana na hali ya maisha yako. Ione picha kutokana na kweli ya neno la Mungu. Na nakwambia kweli neno la Mungu linasema mambo yake ni kamili, mambo yake ni ya ajabu. Wewe kama mshahara wako ni milioni 1, unasema mshahara wa ajabu utakuwa kiasi gani? Au pesa ya ajabu kiasi gani? Inategemea sana na ukubwa wa moyo wako. So ule ukubwa wa moyo huu, yaani namna ambavyo maono yako yanaweza kusema ajabu hapo labda 70,000 hivi tuanzia. Tikisa jirani yako leo. Mwambie ni wakati wa kuona mambo ya ajabu. Anza kuona mambo ya ajabu mwaka huu. Anza kuona mambo ya ajabu. Sikiliza, haijalishi unakaa wapi, haijalishi unatokea wapi. Sikiliza, unajisikia mfano uliosoma nikupa. Haijalishi uko wapi, hiyo picha inakuzidi kuwa kubwa ndani, unataka sehemu itakutoa ulipokaa. Itakutoa kwa sababu hiyo, oh my goodness. Sio, unanielewa? Na unajifunguaje ujauzito kwa maneno yako? Maana kiujazacho moyo umaleketeka haya bahaya. Unakaa neno la Mungu, unaangalia, unasema na Abrahamu alikuwa ni tajiri wa fedha, dhahabu. Unaiona picha ile, malaka soto bahaya. Umekaa kwa chumba kimoja na hii kuna picha unaiona. Umekaa na wenzako akiwa una vibrate. Watu waelewe niendelea. Kuna picha unaiona. Inaanza kuathiri namna unavyovaa. Inaanza kuathiri namna unavyotembea. Haleluya. Sikiliza, itaathiri kila kitu kwenye maisha yako. Itaathiri biashara yako. Itaathiri kila kitu. Sema ninaiona kweli. Ninaizungumza kweli. Namna ya kudhihirisha kweli lazima uione. Lazima uitamke na maneno yako. Sema nasikia. Haleluya. Oh, muda wangu umeisha. Nitamalizia na kitu kimoja. Yohana kabla ya Yohana Bosete bahaya, Isaya 8:18. Isaya 8:18. Oh, yebalana suyabaye. Isaya 8:18. Anasema nipo hapa pamoja na watoto ambao Bwana amenipa. Sisi ni ishara na mfano wake katika Israeli. Tafsiri ya sisi ni ishara na ajabu. Haleluya. Amen. Sikiliza, wewe ni ishara. Mwaka huu watu watakuona, wataanza kumtafuta Mungu. Amen. Ndio maana ni ishara. Yaani ukikuona asa huyu Mungu acha nitafute. Yes. Mungu acha nitafute. Mungu adoka sapana. Watu watakuona, watu wataanza kumpenda Mungu. Hello. Unajua kuna watu ambao ushaikuona, ukasema kama wokovu
mafuta haya, kwa sababu Mungu amekufanya ishara na ajabu. Watu watakuona, hawatakuelewa. Maana umefanya kuwa ishara na ajabu Tanzania, ishara na ajabu katika ulimwengu wako. Watu watapenda Mungu kwa sababu ya kuangalia wewe. Watu watamtafuta Mungu kwa sababu ya kuangalia. Amen. Sema nifanye kuwa ishara kwenye ulimwengu wangu. Sema tena, nifanye kuwa ishara. Na naongelea ishara, maana yake kufanya kuwa kama bango na matangazo. Esani. Unafanya kuwa kama tangazo la ukuu wa Mungu, neema ya Mungu. Mwaka huu kweli itadhihirika kupitia wewe. Tusimame mbele.